Jinsi ya kumfanya mwanaume akuwaze kila siku. Kuna wanawake wachache sana wanaelewa hizi mbinu za kumfanya mwanaume akuwaze kila siku. Ila mimi leo pia nitakwambia mbinu 3 kati ya nyingi zitakazokusaidia wewe kumfanya mwanaume akuwaze. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Kama bado hujasubscribe, naomba ufanye hivyo, kwa maana hii ndio mahala pekee ambapo hapa ndio mahala pekee ambapo tunakutana na kuzungumza swala zima la mahusiano na ndoa kwa upana, lakini pia kuweza kushauriana. Twende tukafahamu ni mbinu zipi hizo zinaweza kukusaidia wewe mwanaume akukumbuke ama akuwaze kila saa. Mbinu ya kwanza, usiwe mtu unayetabilika. Usiwe mtu unayetabilika katika ile namna ya mwanaume kukuweka kiganjani. Ushawahi kuonaga mtu anasema nimemweka hapa? Usiwe mwanamke uliowekwa kiganjani. Yaani kwa mwanaume anajua huyu hata nisipofanya hivi afanye hiki, huyu hata nikifanya hiki atafanya hiki, huyu mwisho wake ndo kaishi hapa, huyu yuko hivi, huyu maisha yake yako hivi, huyu hata nikifanya hiki hawezi kufanya hiki. Usiwe mwanamke wa kutabilika katika hiyo namna. Na badala yake kuwa mwanamke ambaye kidogo utamuumiza kichwa mwanaume kuweza kutaka kukuelewa. Nishaye kutoaga somo, wanaume wanapenda changamoto. Wanapenda sometimes kukuchase, kukufukuzia na kukukimbiza katika namna ya kukuwin. Sasa usiwe mwanamke unayetabilika, yani kila kitu chako kikawa wazi katika namna ya yeye atakosa kupata usumbufu ama kupata tabu ya kukujua. Akisha kujua anakuwa kakuweka hapa, hautaweza kumsumbua. Na kuna mambo utakuwa kama umerasimisha yeye kuweza kuyafanya bila hofu, kwa sababu anajua majibu yake ama jibu la mambo yake ama matokeo ya mambo anayoyafanya yatakuwa ni yapi. Kwa hiyo jambo la kwanza, usiwe mwanamke unayetabilika. Hilo litasababisha mwanaume anakuwaza kila dakika katika namna ya kuangalia kwa namna gani anaweza akakuridhisha, kwa namna gani anaweza akakufurahisha, kwa namna gani akikukosea inaweza ikawa mbaya kwako, kwa namna gani akikufurahisha unajisikia. Kwa hiyo kuwa mwanamke fulani hivi ambaye ni mgumu kueleweka katika namna hiyo ya kihisia, matokeo, maamuzi na kadhalika. Na jambo la pili litakalomfanya mwanaume akukumbuke kila siku, mpe nafasi ya kumisi. Hapa maana yake sio kila dakika upige simu, sio kila dakika umtafute, sio kila dakika unataka kuwa naye, sio kila dakika wewe ndio unaanza mazungumzo, sio kila dakika wewe ndio unataka kushiriki naye tendo la ndoa, sio kila dakika wewe ndio unaifurahia kutaka kumuona. Hapana. Sometimes usiwe available kila dakika. Sometimes anaweza kukutafuta ukiwa busy na mambo yako, endelea na mambo yako, mwambie utamnana naye wakati mwingine. Sometimes mpe muda bila mawasiliano, yeye pia apate muda wa kusema nimemisi uwepo wa mtu fulani. Ushaelewa? Sio ndo umeenda kwake kama kwako. Yaani wewe kila dakika akikooa huyu hapa, hata asipotaka kukuona utajileta tu. Yaani sio mwanamke wa kumfanya mwanaume kila dakika akuone kwenye macho yake, akuone kwenye simu yake. Mpe muda aweze pia kukumisi. Kukumisi maana yake ni kwamba kutamfanya yeye apate muda wa kukumbuka kuna mtu. Unajua ukiwepo available kila dakika, maana yake ndio hii, hatakuwa na sababu ya kukumbuka. Upo tu, hana wasiwasi na wewe. Lakini kuwa mbali naye ama kumfanya kukumbuke kwenye nyakati fulani kutamfanya auone umuhimu wako. Na kuwa mbali naye kutamfanya kila dakika, kila saa kukumbuke. Sasa kila saa anakukumbukaje ikiwa wewe upo hapo hapo? Ushaelewa? Kwa hiyo distance kidogo inasaidia, umbali, kutoonana mara kwa mara, kutosumbua watu kwenye simu, kutosumbua watu kwenye message. Mpe muda na yeye kidogo akuwaze, aone uwepo, atamani uwepo wako, atamani kukupigia, atamani kusikia kutoka kwako. Na usiwe mtu wa kulalamika kama wewe ndo unahitaji sana kumuona ama unahitaji sana kuwa naye karibu. Sawa? Just be comfortable. Even if mjaonana siku 3, siku 4, usionyeshe kwamba yani siku ni nyingi sana. No, just be comfortable na muonyeshe ni hali ya kawaida. Ili hata yeye pia umpe ile mashaka ile ya kutotabilika, kuona ina maana siku 3 kakaa afikirie kuhusu mimi. Huo wasiwasi unatengeneza upendo kwa mwanaume kwako, kukupenda, kwa sababu kuamini kwamba huyu mwanamke inabidi nijitahidi sana mpaka kufikia tu anipende ama hawe vile ninavyotaka. Hiyo inasaidia sana. Njia ya 3, energy yako iwe tofauti. Mwenzako anajisikiaje pindi unapokuwa na yeye? Anajisikia furaha ama anajisikia kelo ama anajisikia hasira ama anatamani hata usiwepo around? Hilo lazima ulifikirie kwa makini sana. Wanawake wengi wanasahau sehemu hii. Wanawake wachache sana wanakumbuka. Jitahidi unapokuwa na mwenzako, basi hakikisha hakikisha hiyo sehemu ama hapo mahala panakuwa ni sehemu yenye amani na furaha. Kuwa mcheshi, kuwa mtu wa matani kama naye pia anapenda matani, kuwa charming, mchangamfu, yani kuwa yule mtu ambaye hujapooza, sio ile mcharuko, lakini sio yule mtu ambaye unasubiri paka mwenzako aanzishe mada, mwenzako ndo aanzishe story. So kuwa mtu wa kufukua vitu katika namna ya kuleta furaha. Usiwe mtu
kila ukikutana naye ni madeni tu, ni hela tu, ni matatizo tu, ni changamoto tu. Hapana, kuna wakati weka shida chini, glasi juu, watu mjipongeze. Kwa hiyo kuwa mtu wa stori nyumbulifu kwake, kuwa mchangamfu, umemkumbatia, umemkiss, kuwa charming, kuwa mtu ambaye kila unapotokea unampa vibe, hem tutoke leo, twende beach, hem tutoke leo, twende hapa tukapige story, kuwa kama mshikaji, sio tu uishie katika mpenzi, lakini kuwa sehemu ambayo atahitaji energy. Hii itakusaidia kwamba akihitaji mpenzi atampata kwako, akihitaji mtu wa company atampata kwako, kwa sababu akiwa na wewe anajisikia vibe yake ama energy yake inakuwa juu. Akiwa na mawazo atakuhitaji wewe, kwa sababu utaweza kumuondoa hayo mawazo. Akiwa anahitaji ushauri atakuhitaji wewe, kwa sababu you cover all the press. Ushanifahamu? Sasa haya ni mambo matatu muhimu sana ambayo ukiyafanya vizuri yatamfanya mwanaume akukumbuke ama akuwaze kila siku, kwa sababu ukiwa naye haupoi au uboi, ukiwa mbali atakumisi. Lakini pia hautabiliki kwamba hiki ninachokifanya nimemfurahisha mke wangu, kwa hiyo kitamfanya afanye zaidi. Hivi nilivyo namridhisha mke wangu, kwa hiyo kitamfanya afanye zaidi. Wanaume wanachoka na vitu vya kawaida. Kwa hiyo haya ni mambo matatu ambayo yatakusaidia sana kumfanya mwanaume wako akukumbuke kila siku. Nilikwambia katika jambo la kwanza, usiwe mtu unayetabilika. Mpe kidogo kazi mwanaume wako akutafute wewe ni mtu aina gani. Akifanya nini unafurahia, akifanya nini atakupoteza, akifanya nini usitabilike ukamrahisishia kazi. Wanaume hawapendi vitu rahisi. Jambo la pili nikakwambia, mpe muda ama mpe nafasi ya yeye pia kukumiss. Usiwe mtu wa kumganda ganda sana. Jambo la tatu nikakwambia, energy yako. Kuwa mtu ambaye unamfanya ajisikie vizuri kila unapokuwa karibu naye. Hayo ni mambo matatu atakusaidia sana kumfanya mwanaume wako akukumbuke kila siku. Kama ili somo limekusaidia, naomba usiache kucomment uniambie limekusaidia katika namna gani. Lakini pia kama kuna mambo mengine unayajua ambayo ukimfanyia mwanaume atakukumbuka kila siku, basi andika katika comment, tutasoma na tutaendelea kujifunza. Kwa ushauri binafsi utanitafuta katika namba zangu za simu zinapita hapo. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin, nikuage tu kwa sasa. Hadi wakati mwingine tena. Bye bye.